Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Pentagon inasema inajiandaa kwa operesheni kabambe ardhini dhidi ya Iran ambayo inaweza kudumu kwa wiki kadhaa ikiwa rais wa Marekani ataamua kushambulia Tehran kwa kupitia ardhini. Gazeti la Washington Post limeripoti Jumamosi likiwanukuu maafisa wa Marekani. Kulingana na ripoti hiyo, operesheni yoyote haitohusisha uvamizi kamili, lakini badala yake ingezingatia misheni maalum ya operesheni na shughuli maalum za ardhini za vifaa vya kawaida. Ripoti hiyo pia inataja kwamba kutokana na hatari kubwa katika operesheni hizi zingewakilisha kwa wanajeshi wa Kimarekani, haikuwa wazi kuanzia Jumamosi usiku ikiwa Trump angeidhinisha operesheni hiyo. Ni kazi ya Pentagon kufanya maandalizi ili kumpa amiri jeshi mkuu chaguzi la juu zaidi. Haimaanishi kwamba rais amefanya uamuzi. Katibu wa habari wa ikulu ya White House Caroline Leavitt alisema alipoulizwa kuhusu ripoti ya uwezekano wa operesheni ya msingi ya ardhini. Hata hivyo, kisiwa cha Kharj ndio lengo linalowezekana la operesheni hiyo ya ardhini. Maafisa wakuu wa Marekani waliliambia gazeti la Jerusalem Post wiki iliyopita kwamba inaonekana huenda hakuna njia mbadala ila kwa Marekani kuanzisha operesheni ya kijeshi ardhini ili kuleta kisiwa cha Iran cha Kharj. Marekani ilishambulia shabaha za kijeshi kwenye kisiwa hicho mnamo Machi 13, huku Trump akisema kwamba iliamua kuokoa miundombinu ya mafuta katika kisiwa hicho. Kharj ni kitovu kikuu cha usindikaji wa mafuta cha Iran na 90% ya mauzo yake ya nje hupitia katika kisiwa hicho kabla ya kusafirishwa. Afisa wa Marekani alithibitisha kupitia The Jerusalem Post kwamba jeshi la Marekani limeongeza kasi ya kutuma kwa maelfu ya askari wa wanamaji katika Mashariki ya Kati. Lengo ni kwamba lazima wakiteke kisiwa hicho cha Kharj. Mpango wa mafunzo wa kijeshi ya usalama katika taasisi ya Washington ya sera Mashariki ya Karibu ilisema kwamba ujumbe dhidi ya kisiwa cha Kharj unakuja na hatari kubwa. Nisingependa kuwa katika sehemu hiyo ndogo na uwezo wa Iran wa kuangusha ndege zisizokuwa na rubani labda silaha, alisema afisa mstaafu wa jeshi ambaye alihudumu nchini Iraq, Israel pamoja na Jordan. Kulingana na uchambuzi wake, chaguo bora zaidi litakuwa kulenga maeneo ya pwani ya Iran karibu na mlango bahari wa Hormuz, hatua ambayo itapunguza uwezo wa Iran wa meli zinazofanya shambulizi zinazopita kwenye mlango bahari. Kamandi kuu ya Marekani tayari ililenga maeneo ya Iran katika maeneo ya mwambao wa mlango wa bahari wa Hormuz, na operesheni moja ilifanywa Machi 18 kwa kutumia mabomu ya paundi 500,000 kushambulia maeneo ya makombora katika eneo hilo. Saa kadhaa zilizopita vikosi vya Marekani vilifanikiwa kutumia zana nyingi za kupenya zenye uzito wa paundi 5,000 kwenye maeneo magumu ya makombora ya Iran kwenye ufuo wa Iran karibu na mlango wa Hormuz, CENTCOM ilichapisha katika ujumbe wake katika Twitter baada ya shambulizi hilo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.